Kwa ndugu zangu walimu, karibuni tusikilize hii posti ambayo kuna ajira ambayo imetoka, hivyo kama uko tayari kuliko kukaa mtaani bila kazi, unaweza ukajaribu kuapply. Hivyo ngoja ni kuonyeshe document, tusome wote, labda inaweza kukusaidia wewe kupata. Ukipata ajira, angalau inakuwa rahisi kwako, maana maisha ni magumu sana. Nadhani wote tunatambua hivyo. Twende moja kwa moja kwenye posti ya hii kazi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Halmashauri ya Wilaya ya Tunduru. Tarehe 7 mwezi wa 3 2026, hii posti ndio imetoka. Tangazo la nafasi za kazi za mkataba walimu wa elimu ya awali na msingi. Kama unaona hapa, nafikiri walimu mnajua hichi kinamaanisha nini. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Tunduru anapenda kuwatangazia Watanzania wote wenye sifa na uwezo wa kujaza nafasi za kazi za mkataba za ualimu daraja la 3A, mwalimu daraja la 3B na mwalimu daraja la 3C. Nafasi za mwalimu daraja la 3A zipo 40. Hapa unaweza ukajiangalia pia ukatuma maombi, unaweza ukafanikiwa. Cha kwanza, sifa za mwombaji: kuajiliwa mwenye astashahada ya ualimu. Majukumu ya kazi: kuandaa azimio la kazi, maandalio ya masomo, nukuu za masomo na mpangilio wa kazi. Majukumu mengine aliyokabidhiwa: kutengeneza na kufaragua zana za kufundishia na kujifunza. Majukumu ya kazi mengine ni kufundisha, kufanya tathmini na kutunza kumbukumbu za maendeleo ya wanafunzi. Nafikiri ya majukumu ni yale yale kama walimu mnajua, ila ni bora tuende moja kwa moja kwenye sifa ambazo zinatakiwa. Umenielewa? Maana majukumu ni yale yale: kusimamia na utunzaji wa vifaa na mali za shule. Majukumu ni yale yale kama ya walimu wengine. Kwenye ngazi ya mshahara hapa, mwalimu wa mkataba atalipwa posho ya shilingi 200,000 kwa mwezi. Kuliko kukaa nyumbani kutokufanya kitu chochote, ni bora uka apply, unaweza ukapata, na ukipata itakusaidia. Mwalimu daraja la 3B, nafasi zipo 30. Sifa ya mwombaji: kuajiliwa mwenye stashahada ya ualimu, awe na stashahada ya ualimu. Majukumu ni yale yale. Mshahara wa mkataba huu atalipwa posho ya shilingi 200,000. Mwalimu daraja la 3C, nafasi 30. Sifa ya mwombaji: awe na shahada ya ualimu. Majukumu hayatofautiani sana, lakini kusimamia na kufuatilia mahudhurio ya wanafunzi shuleni, kutengeneza na kufaragua, nadhani ni yale yale, maana ukiwa mwalimu unajua majukumu yako ni nini. Tukishuka hapo chini, mshahara wa daraja la 3C, mshahara wake wanaita ni posho, ni ile ile 200,000 kwa mwezi. Haya, tuje kwenye masharti ya jumla kwa waombaji wote. Haya ni masharti ya jumla kwa waombaji wote. Waombaji wote wawe raia wa Tanzania wenye umri kati ya miaka 18 hadi 45. Waombaji wenye ulemavu wanahamasishwa kutuma maombi na wanapaswa kuainisha ulemavu walionao. Waombaji waambatanishe maelekezo binafsi yanayojitosheleza (CV). Kama hujui kuandika CV, unaweza ukacomment hapo chini nikakutengenezea draft namna gani ya kuandika CV ukatengeneza. Yenye anwani inayotumika, namba za simu,
zinazopatikana na anwani ya barua pepe, email address, kama hujui kutengeneza email address ambao ni professional, maana wengi tuna email address ambazo sio professional. Unaweza ka comment chini nikakuelekeza. Pamoja na majina ya wadhamini, referees watatu. Hawa referees anaweza kawa ndugu yako yoyote au mtu yoyote ambaye anakujua. Hata kama akipigiwa simu akaulizwa kuhusiana na taarifa zako ataweza kutoa. Ndio maana hiyo. Maombi yote yaambatane na vyeti vya elimu na taaluma vilivyothibitishwa na mwanasheria au wakili. Vyeti vyote ambavyo tunaona ni kidato cha 4, kidato cha 6, kwa wale waliofikia kiwango hicho cha elimu na vyeti vya kuhitimu mafunzo mbalimbali kwa kuzingatia sifa za kazi husika, degree, postgraduate, advanced diploma, certificate. Hawa wote vyeti vyenu lazima mvipeleke kwa mwanasheria adhibitishe, agonge muhuri kwamba hichi cheti ni chako kweli. Cheti cha mtihani wa kidato cha 4 na cha 6, computer certificate, vyeti vya kitaaluma, professional certificate from respectively boards. Sharti jingine, wasailiwa watakaowasilisha testimonies, provisional results, hii ni result slip, statement of results, hati za matokeo za kidato cha 4 na cha 6 havitakubaliwa na hawataruhusiwa kuendelea na usaili. Hautakiwi kuwa na result slip, uwe na vyeti original. Alafu waombaji waliostaafishwa katika utumishi wa umma hawataruhusiwa kuomba isipokuwa kama wana kibali cha katibu mkuu kiongozi. Kama ulistopishwa kwenye kufanya kazi ya umma ya serikali, ni hadi uwe na barua au kibali kutoka kwa katibu mkuu kiongozi. Waombaji wa kazi ambao tayari ni waajiliwa katika nafasi za kuingilia waombaji wa kazi ambao tayari ni waajiliwa katika nafasi za kuingilia walioko katika utumishi wa umma wasiombe, na wanatakiwa kuzingatia maelekezo yaliyo katika wakala namba CAC 45, hii hapa kama mnaiona, tarehe 30 Novemba 2010. Hii ni kwa waombaji ambao wapo tayari wanafanya kazi sehemu, kwa hiyo wanabidi wazingatie hichi kifungu. Tunamalizia waombaji watakaowasilisha taarifa na sifa za kugushi. Ukipeleka taarifa ambazo sio sahihi hautaruhusiwa na utachukuliwa sheria. Wasailiwa ambao majina yao yanatofautiana katika nyaraka zao wapaswa kuwasilisha hati ya kiapo. Hii ni mfano jina lako unaitwa Henry. Kwenye cheti cha kuzaliwa umeandikwa Henry yenye R. Alafu kwenye cheti cha form 4 umeandikwa Henry yenye Elo. Tayari hapo ni majina yametofautiana. Hautakiwi kukosea spelling hata moja. Spelling zote zifanane, hapo ndipo utaweza kufanikiwa kwenye usaili. Hivyo majina yako hakikisha kwenye vyeti vyako vyote yanafanana. Umenielewa? Na kama hayafanani basi uende kwa mwanasheria akuandikie, tunaita ni kama ripoti fulani ya kudhibitisha kwamba ni wewe. Kwa hiyo kiapo kutoka kwa mwanasheria ukipate kama yanatofautiana.
Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 13 Machi 2025. Wamekosea hapa, 2026. Hapo wamekosea. Tangazo limetoka tarehe 7 mwezi wa 3 2026, na huku chini hakuedit. Hizi barua huwa zinakuwepo, kwa hiyo hakuedit. Mwisho wa kutuma tangazo ni tarehe 13 mwezi wa 3 2026. Hapa sio 25. Barua zote zitumwe hii anwani ambapo unatuma. Barua zote zitumwe kwa njia ya posta kwa mkurugenzi mtendaji, halmashauri ya wilaya ya Tunduru, 48 barabara ya Nalasi, CLP 275/57682 Tunduru. Tangazo hili limetolewa na mkurugenzi mtendaji Tunduru, Chiza C. Marando. Nafikiri umenisikiliza, umeelewa ni nini inatakiwa ufanye. Hivyo endelea kufuatilia kila posti nayo posti, na pia usubscribe, maana nitakuwa nakuletea taarifa za kazi yoyote ile nikijua mimi nitakupostia, nitakuelekeza namna gani ya kufanya. Umenielewa? Kwa hiyo jaribu bahati yako, huenda leo ikawa bahati yako, na kama sio leo basi kesho. Tuongee TV ndo habari ya mjini. Usisahau kucomment na kusubscribe. Asante.